Siku moja watoto wakiwa darasani, Juma alizungumza kwa sauti huku mwalimu akiwa anafundisha. Juma hakujali utulivu wa darasa. Aliliingilia fundisho la mwalimu kwa kelele. Mwalimu akamwambia Juma, "Juma, tafadhali nyamaza kidogo." Juma alimjibu kwa dharau na kejeli mwalimu wake kwa kumwambia, kwani lazima au?" Mwalimu hakuridhishwa na kitendo kile na baadaye akaona bora atoke darasani. Baadaye wakiwa wameenda mapumziko, Juma alimtukana mtoto mwingine kwa sauti kubwa. Tena hakuridhika kuishia hapo, akaongeza na kumuita majina ya kejeli. Mwanafunzi mwenzake alinyamaza kwa huzuni. Taarifa ile ilifika ofisini kwa mwalimu mkuu, na mwalimu mkuu akamwita Juma ofisini na kuanza kumweleza malalamiko mengi kutoka kwa walimu na wanafunzi wenzake. Mwalimu mkuu alimwambia, "Juma, mwenendo wako unawakwaza wengi. Unajua nini maana ya adabu?" Mwalimu mkuu akawa ameishia hapo kwenye swali tu na kumwacha ondoke zake. Juma akiwa nyumbani usiku amekaa kitandani, alionekana kuwa na huzuni kubwa. Mama yake akamkalisha na kuanza kumuuliza, "Una nini mwanangu?" Juma alimuelezea mama yake yale yote yaliyomkuta mpaka mwalimu mkuu akamwacha na swali zito asilolijua jawabu lake. Mama akaanza kumueleza Juma umuhimu wa tabia njema na kumwambia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, muumini aliye na tabia njema ni mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Juma alishtuka kweli kweli baada ya kusikia hivyo, na akamwambia mama yake, "Mama, nisamehe, sijui nilikuwa naongea nini shuleni. Kwa kweli najuta sana na sijui itakuwaje kwa walimu na wanafunzi wenzangu." Siku iliyofuata shuleni kulitawala ukimya mzito mpaka watu wote wakashangaa. Ghafla anaonekana Juma akimsaidia mwanafunzi mwenzake. Juma alianza kuonyesha mabadiliko ya tabia. Alimfuata mwenzake na kumwambia, "Samahani kwa maudhi niliyoyafanya jana. Naweza kukusaidia kwenye kazi hii?" Wanafunzi walioneshwa kupendezwa na jambo lile, na hapo hapo walianza kuzungumza na Juma kwa furaha. Mwanafunzi mmoja alisema, "Juma amebadilika kabisa, sasa ni rafiki mzuri." Mwingine naye akasema, "Naam, heshima humfanya mtu apendwe." Mwalimu naye alipoingia darasani alianza kumsifu Juma hadharani. Mwalimu alisema, "Naipongeza tabia ya Juma. Hii ndiyo maana ya kuelimika." Mwisho wa siku wanafunzi wote na walimu walikuwa na furaha iliyoletwa na Juma. Ama kweli Waswahili walisema, adabu huleta heshima, kukosekana kwa adabu huondoa thamani ya elimu. Tujifunze kuwa na tabia njema. Tabia mbaya hazina faida. Tabia njema ndio zinazoleta mafanikio katika maisha yetu.